ni mahali pa mbadilishano, transaction, kati ya vitu vya mwilini na rohoni ambapo hufanyika. Mtu ameingia akiwa na ugonjwa katika madhabahu, tunataraji atoke akiwa mzima, na hiyo ndio tabia na nguvu ya madhabahu. Mtu amekuja akiwa amefungwa, lazima atoke akiwa amefunguliwa. Hiyo ndio tabia ya madhabahu. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa leo natamani tupate kusogea mbele kidogo. Tuangalie subtitle au kipengele kinachosema matokeo unayoweza kuyapata kwenye madhabahu. Matokeo unayoweza kuyapata kwenye madhabahu. Matokeo unayoweza kuyapata kwenye madhabahu. Unapoisogelea madhabahu ya Mungu aliye hai, ukubaliane kwamba kuna matokeo ambayo unaweza kwenda kuyapokea. Kuna matokeo ambayo utakwenda kuyapata. Matokeo hayo yanaweza kuwa ni hasi, au matokeo hayo yanaweza kuwa ni chanya. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Matokeo hayo yanaweza kuwa ni mazuri, au matokeo hayo yanaweza kuwa ni mabaya. Inategemeana na namna ya mtu aliyeiendea hiyo madhabahu, kaiendea akiwa hali gani. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo usifanye uzembe au makosa katika madhabahu. Sehemu nyingine huko nje unaweza ukafanya makosa. Unaweza ukafanya makosa nyumbani kwako. Unaweza ukafanya makosa eneo lingine lolote. Lakini usije ukathubutu kufanya makosa kwenye madhabahu. Na kama wakati mwingine unajiona hauko sawasawa kabisa, afadhali usisogelee madhabahu. Bwana asifiwe. Kama unajiona kuna mazingira yamekutengenezea hauko sawasawa, usisogelee madhabahu. Kwa sababu unaweza ukapata mambo mawili. Unaweza ukapata faida kwa kuisogelea madhabahu, na unaweza ukapata hasara kwa kuisogelea madhabahu. Inategemeana na namna ambavyo unaiendea hiyo madhabahu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Angalia Ebrania sura ya 2. Ebrania sura ya 2. Kidogo tutapita katika maandiko. Naomba uwe mvumilivu wa kusoma. Naomba utulivu tafadhali. Tukae tusikilizane. Ebrania 2. Ebrania 2. Ebrania 2. Tasoma wa kwanza hadi wa 4 mstari. Anasema, kwa hiyo imetupasa kuiangalia zaidi hayo yaliyosikiwa, tusije tukayakosa. Kwa maana ikiwa lile neno lililonenwa na malaika lilikuwa imara, na kila kosa na uasi ulipata ujira wa haki, sisi je, tutapataje kupona tusipojali wokovu mkuu namna hii, ambao kwanza ulinenwa na Bwana, kisha ukathibitika kwetu na wale waliosikia, Mungu naye akishuhudia pamoja nao kwa ishara na ajabu na nguvu za namna nyingi, na kwa magawanyo ya Roho Mtakatifu kama alivyopenda mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Kitabu cha Waebrania ni kitabu ambacho kinamweleza Yesu hasa. Ni kitabu ambacho kinamweleza Yesu hasa. Lakini pia ni kitabu ambacho kinatupa mwanga mzuri kwa habari ya madhabahu na kwa habari ya agano jipya la damu ya Yesu. Bwana asifiwe sana. Mara nyingi na maeneo mengi amejikita kwa habari ya madhabahu. Amezungumzia madhabahu, ametaja kafara, ametaja kwa habari ya sadaka ya damu ya Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Na hapa anatoa onyo, mtu asije akafanya makosa katikati ya madhabahu. Anasema kwa hiyo imetupasa kuiangalia zaidi hayo yaliyosikiwa, tusije tukayakosa kwa kufanya makosa katika madhabahu. Lazima tuwe makini. Hayo tuliyoyasikia wa wenzetu yaliyotokea agano la kale, basi tusije tukafanya makosa. Ni yapi yaliyotokea? Hebu soma
Soma tena katika Wakorintho wa kwanza 10. Wakorintho wa kwanza 10. Wakorintho wa kwanza 10. Choki nendonge niongezea sauti kidogo. Wakorintho wa kwanza 10. Wakorintho wa kwanza 10. Kwanzia aya kwanza nasema, kwa maana ndugu zangu, sipendi mkose kufahamu ya kuwa baba zetu walikuwa wote chini ya wingu, wote wakapita kati ya bahari, wote wakabatizwa wawe wa Musa katika wingu na katika bahari, wote wakala chakula kile kile cha roho, wote wakanywa kinywaji kile kile cha roho, kwa maana waliunywea mwamba wa roho uliowafuata, na mwamba ule ulikuwa ni Kristo. Lakini wengi sana katika wao Mungu hakupendezwa nao, maana waliangamizwa jangwani. Basi mambo hayo yalikuwa mifano kwetu, kusudi sisi tusiwe watu wa kutamani mabaya kama wale nao walivyotamani. Wala msiwe waabudu sanamu kama wengine wao walivyokuwa, kama ilivyoandikwa, watu waliketi kula na kunywa, kisha wakasimama wacheze. Wala msifanye uasherati kama wengine wao walivyofanya, wakaanguka siku moja watu 23,000. Wala tusimjaribu Bwana kama wengine wao walivyomjaribu, wakaharibiwa na nyoka. Wala msinung'unike kama wengine wao walivyonung'unika, wakaharibiwa na mharabu. Basi mambo hayo yaliwapata wao kwa jinsi ya mifano, yakaandikwa ili kutuonya sisi tuliofikiriwa na miisho ya zamani. Bwana Yesu asifiwe. Mtume Paulo anaripoti kwa Wakorintho kwa habari ya wana wa Israeli, safari yao, namna ambavyo walimkosea Mungu, namna ambavyo walimtenda Mungu dhambi. Ametaja, ameorodhesha hapa kama dhambi 6 au 7, amezitaja hapo. Bwana asifiwe. Ikiwepo waliabudu sanamu, walitengeneza miungu ndama wakaabudu, wakatandikwa. Bwana asifiwe. Hawakufika katika ile nchi ya ahadi. Kwa nini? Kwa sababu walichezea madhabahu ya Bwana, walikiuka maelekezo ya Mungu wa madhabahu. Bwana Yesu asifiwe. Wakafa. Anatuonya, anasema kwamba sisi tuliofikiriwa na miisho hii, haya tunayoyasoma, tunaposoma kwa habari zao kwamba hawakufika Kanaani, basi sisi pia tujifunze kwamba kama walivyoanguka, na sisi tunapoisogelea madhabahu, unaweza ukatoka na hasara au unaweza ukatoka na faida. Bwana asifiwe. Jana nilisema katika madhabahu kuna sheria na kanuni na taratibu za kuiendea madhabahu. Kuna sheria na kanuni za kuisogelea madhabahu. Wote ambao walikiuka kanuni na taratibu walipigwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Nataka nikutolee tena mfano mwingine. Nenda kitabu cha Mwanzo sura ya 4. Nenda kitabu cha Mwanzo sura ya 4. Tuone mfano mwingine. Mwanzo sura ya 4. Tutaanza na ule mstari wa 3. Mwanzo sura ya 4 kuanzia mstari wa 3. Anasema, ikawa hatimaye Kaini akaleta mazao ya ardhi sadaka kwa Bwana. Habili naye akaleta wazao wa kwanza wa wanyama wake na sehemu zilizonona za wanyama. Bwana akamtakabali Habili na sadaka yake, bali Kaini hakumtakabali wala sadaka yake. Kaini akaghadhibika sana, uso wake ukakunjamana. Bwana akamwambia Kaini, kwa nini una ghadhabu na kwa nini uso wako umekunjamana? Kama ukitenda vyema utapata kibali, usipotenda vyema dhambi iko inakuotea mlangoni, nayo inakutamani wewe, walakini yapasa uishinde. Kaini akamwambia Habili nduguye, twende uwandani. Ikawa walipokuwako uwandani, Kaini akamwinukia Habili nduguye akamuua. Bwana akamwambia Kaini, yuko wapi Habili ndugu yako? Akasema, sijui, mimi ni mlinzi wa ndugu yangu.
Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Anasema mstari wa 9, mstari wa 10, akasema umefanya nini? Sauti ya damu ya ndugu yako inanililia kutoka katika ardhi. Basi sasa umelaaniwa wewe katika ardhi iliyofumbua kinywa chake, ipokee damu ya ndugu yako kwa mkono wako. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Biblia imeripoti kisa cha watu wawili. Imeripoti kisa cha Kaini, imeripoti kisa cha Habili. Hawa watoto wa baba mmoja, watoto wa familia moja, namna ambavyo waliendea madhabahu, na the way ambavyo waliendea madhabahu, mmoja alipata hasara, mwingine akapata faida. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunamuona namna ambavyo wakati Kaini anaisogelea madhabahu, lakini moyo wake ulikuwa haujakunjuka kwa Mungu. Moyo wake ulikuwa hauna pendo la Mungu ndani ya huo moyo wa Kaini. Na ndio maana alivyoiendea madhabahu, alichoamburia, aliamburia katika laana, hakuamburia baraka. Bwana Yesu asifiwe. Na haya makosa yalifanyika madhabahuni, hayakufanyika sehemu nyingine yoyote. Kwa hiyo dhambi ya kwanza ya chuki, dhambi ya kwanza ya uwaji, Biblia inamripoti Kaini. Kwa Kaini ni jambazi wa kwanza kuripotiwa katika Biblia ambaye aliua. Bwana asifiwe sana. Muuaji wa kwanza kuripotiwa, Kaini anaripotiwa kwamba alimuua ndugu yake, na hicho kisa kilitokea madhabahuni. Wakati unapoisogelea madhabahu ya Bwana, lazima ujiangalie ndani yako. Unasogea katika madhabahu, lazima ufuate kanuni na taratibu na desturi ya madhabahu. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe. Tunamwona Kaini ya kujali, halafu Mungu bado anampa nafasi. Anasema, Kaini, ukitenda vyema, kwani hautapata kibali? Inamaanisha kwamba bado anapata second chance, bado anapata nafasi ya pili ya kuomba toba, kwamba Mungu, na kuomba unisamehe, nami nataka nikutolee sadaka nzuri kama mwenzangu alivyomtolea, nami nataka nikupendeze. Bwana asifiwe. Kwa hiyo Mungu anajaribu kumkumbusha Kaini, anasema kama ukitenda vyema hautopata kibali. Inamaanisha kwamba Kaini, bado nakupenda, bado unaweza kurejea kwangu, bado unaweza kutengeneza, bado unaweza kufanya vizuri, na wewe sadaka yako nikaipokea. Lakini angalia, moyo wa Kaini ukawa mgumu. Bwana asifiwe sana. Moyo wa Kaini ukawa mgumu. Na kitu kibaya sana, kitu kibaya sana, Wakristo wengi na watu wengi huwa wanapata roho ya wivu wanapoona mtu mwingine anafanikiwa. Huu ni ukweli ulio halisi. Hata katika jamii zetu hivi vitu vinatokea. Bwana asifiwe. Utaona watu wanapigana mpaka makanisani, utaona watu wanapigana mpaka kwenye jamii. Kwa nini? Kwa sababu kuna mmoja kafanikiwa. Kama unataka kuikwepa dhambi ya wivu, yule ambaye anafanikiwa, piga magoti, muombee afanikiwe zaidi. Ndipo ambapo moyo wako ule wa wivu utaanza kuyeyuka taratibu, na Mungu ataanza kushughulika na wewe. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Kwa tunaona dhambi moja inazaa dhambi nyingine, dhambi moja inazaa dhambi nyingine. So usifanye uzembe, usifanye makosa katika madhabahu. Kama umeamka vibaya, umevurugwa, ni afadhali ukakaa nyumbani. Ukisikia amani ya moyo, isogelee madhabahu. Amen. Na ndio maana Biblia inasema kwamba wakati unapokwenda kutoa sadaka yako, hakikisha ndani ya moyo wako kuna amani. Hakikisha ndani ya moyo wako umepatana. Sasa kama ndani ya moyo wako haujapatana na ndugu yako, haujapatana na mtumishi mwenzio, haujapatana na rafiki yako, unatoa sadaka ya nini? Nenda katengeneze. Utakuwa ni unafiki. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Utakuwa ni unafiki. Na kama Kristo ametuweka huru, basi wewe uko huru kweli kweli. Mtu amekukosea, mfuate, mwambie 1, 2, 3, mimi naona umenikosea. Mnasameheana, halafu ndipo unapoiendea nini? Ibada. Bwana Yesu asifiwe. Usiendee ibada moyo wako unakunyanza, utakuwa unapoteza muda. Utakuwa unapoteza muda. Yaani ni sawa sawa na yule ambaye yuko baa, ni sawa sawa na yule ambaye analoga,
Ni sasa yule ambaye uko guest kule. Bwana asifiwe sana. So usifanye mistake hiyo katikati ya madhabahu. Tunamwona Kaini anapokea kitu kibaya sana. Kaini anapokea kitu kibaya sana. Kaini hakulaaniwa yeye. Hakulaaniwa. Toa sauti. Au ninyi hamjasoma? Bwana asifiwe. Anasema ardhi imelaaniwa kwa ajili yako. Bwana Yesu asifiwe. Ardhi imelaaniwa kwa ajili, maana ardhi ndio ambayo inakupatia mazao ya kuniletea mimi Mungu wako kama sehemu ya sadaka. Sasa kile ambacho kinakupa jeuri mpaka unakuwa mchoyo kwangu, hicho ndicho nakipiga. Na ndivyo principle ya Mungu ilivyo. Ukifanya mistake katikati ya madhabahu, usifikiri kwamba unaweza tu ukafa ghafla. No, anaweza akapiga lile zizi lako la mbuzi ambalo unategemea. Anaweza akapiga kule kazini kwako. Bwana asifiwe. Anaweza akapiga kule shambani kwako. Anaweza akapiga ile mifugo yako. Kwa nini? Kuna mistake ilifanyika kwenye madhabahu. Anaweza akapiga, utashangaa homa kwa mtoto. Anaweza akapiga, unashangaa tu unakohoa mwezi mzima unakohoa tu. Bwana asifiwe. Mungu anapiga kule kwenye kiwanda. Kule kwenye kiwanda ambacho kinazalisha product, kinazalisha mazao ya kukupa wewe jeuri, ya kukupa wewe kiburi. Mwingine akipata fedha ndipo ambapo moyo wake unainuka. Kwa hiyo Mungu anafunga vyanzo vya kipato. Bwana Yesu asifiwe. Na hivyo vyote vinatokea mahali pa madhabahu, sio mahali pengine. Kwa hiyo kama unaona kuna mtu alishafanikiwa, alifanikiwa katika madhabahu. Na kama unaona alishakufeli katika madhabahu. Na ndio maana tunapaswa kuwa waangalifu sana. Usifanye uzembe unapoisogelea madhabahu. Usiwe mzembe kiasi hicho, mara kuchati, mara kucheka, mara nini. Wewe unajua uko mbele ya nani? Mbele ya rais, mbele ya mkurugenzi. Huwezi kufanya kitu cha namna hii. Kwa hiyo unafanya mbele za Mungu. Bwana asifiwe. Hivi unafikiri Mungu ni pendo tu muda wote? Mungu ni pendo. Kwa Mungu yupo katika pande mbili. Anaweza akasimama katika pande ya rehema, lakini anaweza akasimama katika pande ya haki. Mahali ambapo anarehemu usikilizi, anarehemu usikilizi. Mungu akisimama upande wa haki anatandika. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Matokeo unayoweza kuyapata kwenye madhabahu. Habili akapata faida. Japo alikufa lakini anasema damu yake inaishi. Japo anakufa lakini angali anaishi. Kaini akafa. Haleluya. Haleluya. Sababu za uzembe ambazo zinaweza zikatokea katika madhabahu. Zipo sababu nyingi sana. Unajua? Ziko sababu nyingi sana. Na sababu mojawapo ya kwanza ni kutojali. Ni kutojali. Hiyo ni sababu ambayo inaweza ikatokea. Mtu sio kwamba hajui, anajua ukweli, lakini hajali. Yaani ni kiburi tu ambacho kimekaa ndani yake. Bwana asifiwe. Ni roho ya kiburi tu imekaa ndani yake, hajali, yani hajali. Lakini sababu nyingine, mazoea. Sababu ambayo inaweza kusababisha kupata hasara katika madhabahu, mazoea. Na ndio maana usiizoelee madhabahu hata siku moja. Usiizoelee madhabahu hata siku moja. Maana wewe jua hiyo siku Mungu wa madhabahu anaamua kufanya nini kwako. Anaamua kutenda kitu gani kwako. Anaamua kukusurprise na kitu gani. So usiendee kwa mazoea. Usiendee kama ulivyokuja asubuhi. Njoo kama ulivyokuja sasa. Bwana asifiwe. Na ulivyokuja sasa, usiendee kesho kama ambavyo umekuja leo. No. Yaani ni kitu kingine tofauti kabisa. Huwezi jua package ya Mungu ndani ya siku ya kesho ana package gani. Kwa lazima upate kunyenyekeza, uombe kwa kumaanisha, ili mapenzi ya Mungu yapate kutimizwa. Ili mapenzi ya Mungu yapate kutimizwa. Omba ufalme wa Mungu upate kukufunika. Tunaweza tukapeleka mapenzi ya kwetu. Tunaweza kuwa na ajenda za kwetu nyingi, lakini ajenda za kwetu sio ajenda za Mungu. Mapenzi ya kwetu sio mapenzi ya Mungu. Mawazo ya kwetu sio mawazo ya Mungu. Mipango yetu sio mipango ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Lakini sababu ya tatu ni kujiamini. Sababu ya tatu ni kufanyaje? Ni kujiamini. Watu waliookoka walio wengi wanasumbuliwa na dhambi hizi hapa.
mazoea, maana ni mpendwa, mazoea. Bwana asifiwe. Lakini pia kujiamini kwamba nimeokoka mimi ni mwalimu, mimi ni mhubiri Bwana, mimi ni pastor. Bwana asifiwe. Mimi ni mwinjilisti, mimi ni mzee wa kanisa. Kujiamini. Unapojilinganisha, usijilinganishe na mwanadamu mwenzio, jilinganishe na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Unapofanya jambo lolote, usijilinganishe na mwanadamu, jilinganishe na Mungu. Halafu ukijilinganisha na Mungu, utashangaa unatembea katika ule mwendo wake na Isaya, kwamba Bwana atazama, mimi sistahili, mimi ni mchafu. Kwa hiyo unaposema kwa habari ya kujihesabia haki, kujiamini, unaweza ukajihesabia haki kwa nafsi yako, lakini nafsi yako ukiipeleka mbele za Mungu inatemwa. Bwana Yesu asifiwe. Ukisogea mbele za Mungu unajiona hustahili. Na yeyote aliyemsogelea Mungu alinil down. Yeyote aliyemsogelea Mungu alishuka chini. Musa akasema hapana. Hapana. Kwa nini? Kwa sababu alikutana na uwepo wa Bwana. Huwezi ukakutana na uwepo wa Bwana ukabaki na kiburi. Huwezi ukakutana na uwepo wa Bwana ukabaki na hali ya mazoea. Na tabia ya neno jinsi ilivyo, neno linaweza likakujenga na neno linaweza likakuharibu, yani likakubomoa. Neno linamjenga mtu gani? Yule ambaye analipokea. Yule ambaye analipokea neno linamjenga. Yule ambaye analizalau, yule ambaye analitoa nje neno huaga na tabia la kumtengenezea mtu usugu wa kishetani. Bwana Yesu asifiwe. Mungu anaamua kupalilia ujinga wa mwanadamu uendelee, na akiamua kutandika anatandika. Bwana Yesu asifiwe sana. Hiyo ni sababu ya 3. Sababu ya 4, kutokujua. Mtu anaweza akafanya makosa katika madhabahu kwa kutokujua. Sasa kwa wewe kutokujua haimdhuiri Mungu kukuadhibu. Mwalimu wetu mmoja akanafundisha, anasema kwamba yani kutokujua kwamba hapa umeme unapita haimaanishi kwamba ukigusa nyaya umeme haitokupiga shoti. Bwana Yesu asifiwe. Kutokujua kwamba hii ni nyaya ya umeme, kutokujua kwamba hiki ni kifaa, huu umeme unaweza ukaniunguza. Kutokujua, yani kutokujua sheria ya huo umeme haimaanishi kwamba hauwezi ukakuunguza. Lazima utajikuta umeumia. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe. Na usipojiangalia unaweza kuwasha madarasa wakaimba zile nyimbo. Bwana asifiwe. Kwa nini? Kwa sababu wewe kutokujua haimzuilii Mungu. Sheria zake ziko wazi. Yani hata kama ukisema sijui kusoma Biblia, nafsi yako huko ndani inaongea, hili unalolifanya ni jema, hili unalolifanya ni zuri, nafsi yako inaongea. Mtu mmoja akauliza akasema, hivi sasa wale wenzetu, mababu zetu wale ambao hawakuhubiriwa injili, ambao walikufa hawajisikia injili, hivyo watafanyaje usiku wa mwisho? Akasema kulikuwa kuna mila na desturi, kulikuwa kuna customs zile za jamii za watu, kulikuwa kuna mila na desturi katika jamii, kulikuwa kuna miiko kwamba usifanye 1 2 3, usiibe. Kuna vitu ambavyo kuna miiko ya kijamii, ile ndiyo ambayo atahukumiwa nayo, maana ilikuwa ni sheria ya Mungu. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Usifanye makosa kwenye madhabahu. Wapendwa, wengi tuna kiburi kwenye madhabahu. Yani kwa sababu mimi theolojia imekaa hapa kichwani, kwa hiyo naona kama jana ilikuwa ni Jumamosi, leo Jumapili naona ni sawa sawa tu. No. Sio sawa sawa. Na ndio maana Yohana akasema, yanifaa mimi nipate kufanyaje? Nipate kupungua ili Bwana apate kuinuliwa. Bwana asifiwe. Usijihesabie haki. Usijiamini kupita kiasi. Sababu ya 5 ya uzembe unaoweza kutokea katika madhabahu, kutokujifunza. Yaani mtu hajui na hataki kujifunza. Yesu anasema jifunzeni kwangu. Yesu alikuwa anataka sisi tupate kuwa wanafunzi. Na siku zote mtu asiyependa kuwa mwanafunzi kwa habari za ufalme,
Kwa Kigogo kuna ile kundi ambayo huwa haivi. Tunahitaji. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Tamani kuongeza maarifa. Hayupo aliyesoma akamaliza. Hayuko profesa aliyemaliza elimu, hayupo. Hayupo kabisa. Yaani profesa wako unayemuona yule hajawahi kumaliza kusoma, hajawahi kumaliza, hajawahi. Atamaliza kusoma kisha kuja kufa. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Kwa hiyo kwa Mungu tunashuka. Kwa Mungu tunanyenyekea. Kwa Mungu sisi tunapungua tu, maana sisi ni wanadamu. Sasa angalia, kuna madhara ambayo yanaweza kutokea kutokana na udhembe, kutokana na makosa ambayo inaweza kufanyika madhabahuni. Kuna hasara ambazo zinaweza zikatokea. Kwa mtu ambaye anatembea vizuri, anapokea baraka zake. Tunamwona Kaini alifanya vizuri. Amina. So, moja kati ya madhara ya uzembe au makosa, jambo la kwanza ni kujichelewesha kwenye mafanikio yako. Kujichelewesha kwenye mafanikio yako. Kujichelewesha kwenye mafanikio yako. Hayo ni madhara ambayo unaweza ukayapata kwa sababu tu ya udhembe. Na ndio maana mpaka Mungu alipoingilia ile safari, unaweza mlivyozunguka huu mlima imetosha. Geukeni upande wa pili. Bwana asifiwe. Kwa nini? Walishachelewa muda mrefu sana. Hivi una taarifa kwamba dhambi ndio adui wa kwanza wa mafanikio ya kwako? Wa mafanikio ya kwangu. Hivi tunaelewa hilo kitu? Dhambi ndiye adui wa kwanza na ndiye ukuta wa mafanikio ya kwako. Mungu anataka kukuinua. Akiangalia anaona ndani mwako kumejaa kiburi. Mungu anataka kukuinua. Akiangalia ndani yako anaona roho ya uachi. Akiangalia ndani yako anaona roho ya wivu. Anasema huyu ngoja kwanza nimwache azidi kujifunza, labda ataelewa. Nimuinue basi mwaka kesho. Bwana Yesu asifiwe. Halafu huyu mtu habadiliki, maana hataki kujifunza. Tumeona sababu mojawapo kutokutaka kujifunza. Huyu mtu ana mazoea. Yaani anaenda tu. Miaka 10, 20 kwenye wokovu, ukimwangalia ni mbichi. Bwana asifiwe. Hivi unajua kuna watu ambao wana mvi kichwani lakini ni watoto sana katika imani. Si kama unanielewa hicho kitu. Mtu unaweza ukamwona na mvi kweupe kote, lakini ni mtoto sana katika imani. Kwa nini? Hajali. Hapo ndipo anapoachilia kauli. Hiki kiwanja nilitoa mimi hiki, wakajenga kanisa. Hizo kauli hizo. Bwana Yesu asifiwe. Na mtu namna hiyo usitegemee kuona ongezeko lolote. Anajichelewesha mwenyewe. Kwa nini? Kwa sababu moyo wake bado kuna kitu umekikamata. Unapoingangania aina fulani ya dhambi, unapoishikilia dhambi, ndiyo ambayo inakukwamisha usifike ng'ambo ya kwako ya ushindi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ukisoma Mwanzo 15:10 utaona mistake aliyofanya Ibrahim. Amepewa sadaka aende kuzipeleka mbele za Bwana. Amekwisha kuingia katika ule mji wa ugenini ambapo Mungu alimwonyeshea. Ameingia katika kumtolea Bwana sadaka. Akawa anapewa maelekezo kwamba hii sadaka pasua pande mbili, alafu sipate kuelekeana. Unaona Ibrahimu akafanya makosa. Sadaka zingine zote akazipasua katikati. Lakini alipofika upande wa njiwa hakupasua. Bwana Yesu asifiwe. Ikawa ni tanzi. Kwa nini? Hajashika sheria ya madhabahu. Hajashika sheria ya Mungu wa madhabahu. Kwa hiyo ukiona mtu wa ufalme wa giza amefanikiwa na wewe ufalme wa nuru haujafanikiwa, usianze kutafuta mchawi nani. Angalia kwamba unapoisogelea madhabahu ya kwako unafuata masharti, unafuata kanuni. Na jana tuliona masharti au kanuni za ufalme, madhabahu ya ufalme wa nuru ni nyepesi sana.
Lakini dhara la pili, kupoteza ukuhani. Kupoteza ukuhani. Kupoteza ukuhani au nafasi, position. Ogopa sana kupoteza nafasi, kupoteza ukuhani. Yaani ogopa kukataliwa na Mungu katika ufalme wake. Ukikataliwa na Mungu katika ufalme wake, unaweza ukawa unatembea hivi, unasema kwamba Musa ameokoka, Musa ni mtumishi wa Mungu, lakini kumbe kashakataliwa muda mrefu sana. Bwana Yesu asifiwe. Kwa nini? Kuna mistake ilifanyika katika madhabahu na huyu mtu hajatengeneza. Kuna makosa yamefanyika katika madhabahu na huyu mtu hajatengeneza bado. Na ndio maana kanisa basi nasema kwamba wewe kwa 1 2 3 tunaomba utupishe kidogo, kushaka vizuri tarudi, ili kukukumbusha tu kwamba kuna mahali kuna mistake imefanyika. Bwana Yesu asifiwe sana. Unaweza kupoteza nafasi yako ili utakapokuwa nyumbani ukiwa unawaza upate kujua kosa ulilofanya. Ujue kosa ulilofanya. Mfano mzuri utasoma kwa muda wako Samueli wa kwanza 3:13. Unaweza ukaona namna ambavyo dhambi ya Hofni na Finehasi, watoto wa kuhani Eli, walivyosababisha madhara makubwa katika familia ya mzee Eli, lakini pia na kwa taifa la Israeli. Walifanya makosa madhabahuni. Bwana asifiwe. Waliichezea madhabahu. Waliichezea madhabahu. Wakafanya uzinzi madhabahuni. Wakachakachua zile sadaka zilizokuwa zinatolewa. Hasira ya Mungu ikawaka kwa Eli, sio kwa Hofni na Finehasi. Kwa nini awaka kwa Eli na sio kwa watoto wake? Kwa sababu alijua dhambi ya watoto wake, alafu hakuambia. Inamaanisha alifuga nini? Ugonjwa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Ogopa sana, ni afadhali mwanadamu akakukataa alafu Mungu akakukubali. Bwana Yesu asifiwe. Kuliko mwanadamu akakukubali halafu Mungu akakukataa. Hiyo ni mbaya sana. Maana Mungu akikukubali anaweza kutengeneza mwanadamu mwingine akakukubali. Hata kama kuna watu 10 wote wanakuchukia, no, kuna mtu mmoja atakupenda. Na huyo ndio Mungu aliyekuandaa kwa ajili yako. Na wewe katika maisha usiangalie 9 wanaokuchukia, angalia mmoja anayekupenda, alafu mshukuru Mungu kwa ajili ya huyo mmoja. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Tatizo ukianza kuishi kwa kuhesabu maadui, kuna mahali hauwezi kufika mahali pa hatima yako. Ukianza kuishi kwa kuhesabu ni wakina nani wananisema vibaya, ni wakina nani wananiombea vibaya, ni wakina nani maadui zangu. Yusufu alipotambua kwamba hapendwi na familia, alivyotambua kwamba familia inamchukia, bado aliipenda familia yake. Katika Mwanzo wa 50:20 anasema kwamba Yusufu amefika katika kilele cha mafanikio, ni waziri mkuu katika nchi ya Misri. Ndugu zake njaa imepiga kule katika Waebrania kule, nchi ya Waebrania. Njaa imekuwa kali. Mzee Yakobo anawatuma waje watafute chakula kule Misri. Wanamkuta Yusufu yule Musa. Bwana asifiwe. Wanapiga magoti. Wanapiga magoti. Mara ya kwanza alijificha, lakini akasema ngoja nijioneshe tu. Walivyotambua kwamba ni huyu, wakapiga magoti. Akasema msinipigie mimi magoti, kwani mimi ni Mungu? Pigeni magoti Mungu. Ni kweli nyinyi mliniwazia mabaya, lakini Mungu aliniwazia mema. Yusufu hakuwachukia ndugu zake, aliwapenda, aliwakumbatia, aliwasaidia, na akashawishi Mfalme Farao kwamba angalia ndugu zangu. Akawapatia nchi, wakaingia Goshen, bonde zuri, wakaenda kule na mifugo yao. Taifa la Israeli linaanza kutengenezwa. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Usifanye makosa kwenye madhabahu. Yaani unatoka kwenye madhabahu unasema yule ni adui yangu. Hata kama ukimjua ni adui yako, mpeleke mbele za Bwana, halafu endelea kumpenda. Maana sio yeye,
Yamkini ameshakuwa mateka bila yeye kujijua. Sasa utajua, unamkasirikia mtu. Muombee tu, usimkasirikie. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Haleluya. Haleluya. Dhara la tatu. Kifo. Moja kati ya kitu ambacho kinaweza kikamtokea mtu madhabahuni ni kifo. Hivi unajua ukichezea madhabahu unaweza kufa hivi. Kwa ukiona mtu anacheza madhabahu, wewe muombee tu. Muombee neema ya Mungu imsaidie. Muombee neema ya Mungu imvushe. Usipomwombea, huyu mtu anaweza akapotea muda wote ule. Wote waliocheza na madhabahu hawajawahi kuishi. Bwana asifiwe. Waliocheza na madhabahu ya Mungu wakaonywa. Tabia Mungu iliyopo anang'oa. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Hiyo ndio tabia ya Mungu. Akikubembeleza sana na upate kusikia, anapiga. Kama Mungu hana mjadala, anapiga. Haleluya. Haleluya. Angalia Mambo ya Walawi 10 mstari wa 1 hadi wa 5. Mambo ya Walawi 10 mstari wa 1 hadi wa 5. Nataka tuone watoto wa Haruni, Nadabu na Abihu. Angalia mistake waliofanya kwenye madhabahu. Na Nadabu na Abihu wana wa Haruni wakatoa kila mtu chetezo chake. Unajua hawa ni watoto wa kuhani Ni watoto wa kuhani Haruni, kabila ya Lawi, watu ambao wanatunza madhabahu. Bwana Yesu asifiwe. Nadabu na Abihu, watoto wa Haruni, walifanya makosa kwenye madhabahu. Walikiuka sheria ya madhabahu. Walikiuka kile Mungu alikuwa amesema. Na Nadabu na Abihu wana wa Haruni wakatoa kila mtu chetezo chake, wakatia moto ndani yake, wakatia na uvumba, nao wakatoa moto wa kigeni mbele ya Bwana ambao yeye hakuwaagiza. Kisha moto ukatoka hapo mbele za Bwana, nao ukawala, nao wakafa mbele za Bwana. Ndipo Musa akamwambia Haruni, jambo hili ni hilo Bwana alilolinena akisema, nitatakaswa mimi katika hao wanikaribiao, nami nitatukuzwa mbele ya watu hao wote. Haruni akanyamaza kimya. Kwani nikashajua mistake? Kwani hajui sheria ya Mungu? Kwani nakuambia watoto wake? Bwana akawaita Mishaeli na Elisafini wana wa Uzieli mjombaye Haruni, na kuwaambia, njoni karibu mwachukue hawa ndugu zenu, mkawaondoe hapa mbele ya maskani, mwende nao nje ya marago, mkawazike hawa watu. Bwana asifiwe. Kwa nini? Wamefanya makosa katika madhabahu. Zile chetezo zile wanaweka uvumba mle, wanawasha moto ili kwa ajili ya huduma za kiibada ziendelee katika madhabahu. Bwana Yesu asifiwe. Wakafanya makosa. Moja kati ya agizo la Mungu kwamba moto kutoka nje, usije ukawasha madhabahu huku ndani. Madhabahu inajiendesha humu ndani. Halafu wanazuoni wengine wanasema hao jamaa walikuwa pia ni walevi. Alikuwa amelewa. Maana upumbavu ulikuwa unafanyika. Na Mungu havumiliagi ujinga. Bwana Yesu asifiwe. Inasemekana jamaa alikuwa amelewa, wakafanya hili kosa. Pale wakafa. Pale kidogo kikabadilika. Watoto wa mjomba wake wanakuja kukava nafasi yao. Nyinyi mkawazike kwenye malango. Haruni amekaa kimya. Kwa nini? Alijua sheria. Nataka nikuoneshe namna ambavyo unaweza ukapata madhara kwa kuiendea madhabahu hovyo.
Madhabahu ya Bwana ni ya kuheshimiwa. Madhabahu pa Bwana ndipo ambapo watu wananyanyuliwa, ndipo ambapo watu wanafanikishwa, na ndipo ambapo watu wanapokea laana. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Mfano mwingine utaenda kusoma kwa wakati wako, utaenda kusoma Matendo ya Mitume 5:1 hadi 11. Safira na mkewe, angalia mistake waliofanya kwenye madhabahu. Kuna kosa ambalo walilifanya katika madhabahu. Petro anauliza kwamba ni kweli hii thamani uliyoleta ni sawasawa na kile kiwanja, sawasawa na ndio kwa umekusudia? Pale pale akafa. Mke wake anakuja naye vile vile kifo. Bwana asifiwe. Haya makosa yalifanyika madhabahuni. Haya makosa yalifanyika madhabahuni. Anatuambia katika Wakorinto tuliosoma ile wa kwanza 11 hadi 11, anasema hayo yaliandikwa ili sisi wa zamani hizi tupate kuelewa. Ili sisi tupate kuelewa. Naomba usimame mahali ulipo. You are thamani, Yesu wa thamani, ni wa thamani, Yesu wa thamani, ni wa thamani, Yesu wa thamani, ni wa thamani. Ni siku nyingine tena, ni jioni nyingine tena ambayo Bwana amekulizia, 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 ambayo Bwana amekulizia. Anasema nila yangu, nila yangu ni nyepesi, nila yangu ni nyepesi, nila yangu ni nyepesi. Akamuuliza Petro, ni kweli unanipenda? Ni kweli unanipenda? Riakaria paka saka shandoro poko sekete sekete rebes shandaria paka rababas. Fungua kinywa chako, fungua kinywa chako, fungua kinywa chako, fungua kinywa chako. Nataka nisikie sauti za huko, nataka nisikie sauti za huko. Hebu toa sauti yako mbele za Bwana, toa sauti yako mbele za Bwana, toa sauti yako mbele, toa sauti yako mbele za Bwana. Mwadhimishe Bwana, mwadhimishe Bwana. Kufunga bila kuomba ni kazi bure. Riakaria paka saka sepere peke seke naria paka rabosa shapara paka saka riando rebele andaria paka. Hakikisha unafungua kinywa chako, hakikisha unafungua kinywa chako, hakikisha unafungua kinywa chako, hakikisha unafungua kinywa chako, hakikisha unafungua kinywa chako. Kwa damu ya Yesu, kushukuru kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa damu ya 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 Yesu. In the blood of Jesus, in the blood of Jesus, in the blood of Jesus, in the blood of Jesus. Omba nguvu ya Mungu, omba nguvu ya Mungu, omba nguvu ya Mungu ikae ndani yako, ikufunike tena, ikufunike tena, ikufunike tena. Hilo wingu hilo, hilo wingu hilo, hilo wingu hilo. Shataria paka sopa, riando ropo kosope, shataria paka, shando ropo, saparabo, shando robo, sandaria pa, shekete, shekerebosa, shekerebosa, dandarabababababa, Shandorosa, Shandariababa, Shandoropokosefe, Shandariababa, Shandoropokosefe, Sheketerebos, Shandariapatu, Ariaposa, together, Handorias, 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 Handariapusa, Shandaria, Shandaria, Riando, 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 Riando,
tujaze Bwana, tujaze nguvu zako. Tusogee mbele wote, naomba tupite mbele wote, tuombe mbele pamoja. Riaka, Rosheka, Shando, Kushaka, Shato, Riaka, Riaka, Tujashaka, Ashaka, Roa, Ashaka, Roa, tusogee mbele wote, Riaka, Roko, Riaka, Roa, Shetere, Bwana, Andama, Siki, Endelea tu, push maombi. Usimshangalie ndani yako, wewe sijui amebeba nini. Ropa shata. Ropo sarabako. Rianda ya pakarabasi. Ropo shanda rapako. Ropo sarabako. Ndio. Funika macho yako pale, nyanyua mikono juu. Jiungamanishe na mbingu. Jiungamanishe na mbingu. Ukisikia kuomba rehema, omba rehema. Tunatamka maneno mengi. Mengine yanawapa faida wanadamu, sio Mungu. Ria paka shatanya baka. Ropo shatanya basaka. Riando ropo sikata. Hawezi kutoka kama ulivyoingia. Wewe nyanyua mikono yako juu kwa Bwana. Jiachilie kwa Bwana. Kadri unaomba, kuna kitu kinaongezeka ndani yako. Moyo wako ni shahidi. Nafsi yako ni shahidi. Rapaka shatarabusi. Riando robokosi. Rapashata. Sando robokosi. Robosh. Riando. Shatarapaka Shandaria pakarabasi. Ropo shakarabasi. Riabo sandaria makoria basi. Hebu tamka maneno haya. Sema Yesu. Ninakutaka wewe.
yara atamanivyo maji ya mto. Baba, nafsi yangu yakutamani, nafsi yangu yakutamani, roho yangu yaona kiu kama ayara atamanivyo maji ya mto. Baba, nafsi yangu yakutamani. Omba ongezeko ndani mwako, omba ongezeko ndani mwako. Mwambie Roho Mtakatifu, jaa tena ndani yako. Tamka kwa kinywa chako kwamba jaa tena ndani yako, jaa tena ndani yako, jaa tena ndani yangu, jaa tena ndani yangu. Mbele kuna giza, mbele kuna giza, mimi sioni. Naomba utangulie mbele Bwana, naomba utangulie mbele Bwana, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Omba kwa kumaanisha, omba kwa kumaanisha, omba kwa kumaanisha, omba kwa kumaanisha. Mfungo bila maombi ni sawasawa na jitesa. Katika jina la Yesu, 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 katika jina la Yesu. Hiyo nguvu ijae ndani yako, 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 kwa damu ya Yesu, 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 kwa damu ya Yesu. Omba tu mwenyewe, omba tu mwenyewe, omba tu mwenyewe, omba tu mwenyewe. Sisi tumepokea neema, katika jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, jina la Yesu. Ugonjwa Bwana tunaponya, tunaharibu ugonjwa, tunaharibu ugonjwa, tunakemea kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Hayo magonjwa tunayafuta, tunayafuta hayo magonjwa, tunayafuta damu ya Yesu, tunayafuta damu ya Yesu, damu ya Yesu, jina la Yesu, jina la Yesu. Hayo magonjwa kwa damu ya Yesu, magonjwa toka, kibali kwa damu ya Yesu, jina la Yesu, toka jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Hayo magonjwa tunayapasha kwa jina la Yesu, hayo magonjwa tunayapasha kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Kama unasimama kwa imani yako, kwa imani yako, kwa damu ya Yesu, kila inagonjwa, ya imani yako, kila namna inagonjwa, tunaipiga, 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 kila inagonjwa, tunaipiga, kwa jina la Yesu, kibali kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Toka, 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 kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Magonjwa na majina yake, magonjwa na majina yake, tunagonjwa na majina yake, tunapiga na majina yake, tunapiga, haya magonjwa hayana nafasi tena, hayana kibali tena, hayana kibali tena, kwa damu ya Yesu tunafuta, 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 tunafuta kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu. Tunatamka kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Tunapiga ugonjwa, tunapiga, 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 achia, achia, achia kwa damu ya Yesu, 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 kwa damu ya Yesu. Bali stopamo kwa jina la Yesu, kwa damu ya stopamo hiyo mikataya, hiyo mikataya, hiyo mikataya, hiyo mikataya, hiyo mikataba, hiyo mikataba, hiyo mikataba, hiyo mikataba, hiyo kamraba, hiyo mikataba, hiyo samata, inapasuka, 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 hiyo mikataba, inapasuka, hiyo mikataba, inapasuka, hiyo mikataba, inapasuka.
Pasuka kwa jina la Yesu. Damu ya Yesu. Nakupiga kwa damu ya Yesu. Kwa jina la Yesu. Kwa damu ya Yesu. Kwenye tumbo la kufyatua. Kwenye tumbo la kufyatua. Kwenye tumbo la kufyatua. Iliyopasuka. Iliyopasuka. Pasuka kama pasuka. Iliyopasuka. 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 Pasuka kama pasuka. Iliyopasuka. 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 Fire. Kila fire. Kila fire. Kila fire. Kila fire. Fire. Kila fire. Kila fire. Kila fire. Aina ya mama. Kwa jina la Yesu. Damu ya Yesu. Kwa jina la Yesu. Kwa damu ya Yesu. Kwa jina la Yesu. Haya achia. Haya achia. Haya achia. Haya achia. Achia achia. Haya achia. Haya achia. Achia tumbo lako. 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 Fire. 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 Damu ya Yesu. 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 Tunaachilia. Hiyo damu. Hiyo na mtoto. Hiyo damu. Hiyo na mtoto. Hiyo damu. Hiyo na moto. Hiyo damu. Hiyo damu. Hiyo damu. Hiyo damu. Kila madhabahu. Hiyo damu. Kila madhabahu. Kila madhabahu. Hiyo kamata. Hiyo kamata. Pasuka. Pasuka. Kila madhabahu. Kila madhabahu. Achia. 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 Okay.
What?